Wadau mbalimbali wenye uwezo nchini wameaswa kujitokeza kusaidia watoto yatima na wanaoishi kwenye makao ili kuwafanya wajione wanathamani kama watoto wengine. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kufuturisha watoto wa makao na vituo vya kulelea watoto yatima vya wilaya ya Kigamboni, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Pink Tie, Rifai Mpore, amesema lengo la futari hiyo ni kuwafanya watoto waone mitaani sio sehemu salama, waingie katika vituo kwa ajili ya kupata malezi bora ikiwemo elimu. Kwa upande wake, Sheikh mkuu wa wilaya ya Kigamboni Abdalla Idi amesema jukumu la kuwalea watoto wanaoishi katika makao na wanaoishi katika mazingira magumu ni la kila mmoja, ikiwemo serikali pamoja na viongozi wa dini. Kwa majina naitwa Rifai Ali, ni mkurugenzi wa The Pink Tie Foundation. The Pink Tie Foundation ni taasisi isiyo ya kiserikali na tunadili sana na issues za wanawake na watoto. The Pink Tie Foundation ina utaratibu wa kufanya iftar kila mwaka na hii ni mara yetu ya 3. Mwaka jana na mwaka juzi tulifanya vituo kimoja, lakini tunashukuru Mungu mwaka huu tumeweza kufanya vituo 4. Yani tumekusanya watoto wa vituo 4 tofauti, tumewaweka pamoja, tutafutari nao kama mlivyoona, tumewapa elimu mbalimbali za kujitambua na vitu kama hivyo. Lengo la iftari hii hasa ni kuwashawishi watoto waliokuwepo mitaani. Kuna watoto wengi sana wako mitaani, watoto ambao wamekimbia majumbani mwao kwa sababu zao tofauti. Lengo la iftari hii ni wao kuona kwamba sehemu salama ni sehemu hizi za vituo vya kulelewa. Kuna makao maalum ambayo yameandaliwa na serikali ambayo yanahudumiwa na serikali na kuna vituo vinavyohudumiwa na watu binafsi. Kwa hiyo wito wetu ni kwa watoto wote waliokuwepo mtaani kwamba waone mtaani si salama, si sehemu salama kwao, na waweze kuingia kwenye hivi vituo wapate malezi bora, waweze kujiunga na shule, waweze kujiunga na elimu mbalimbali kwa mustakabali wa maisha yao. Tokea tumeanza hii kampeni 2020 na tulianzia pale Mnazi Mmoja, tulizindua rasmi Mnazi Mmoja siku ya watoto wa Afrika. Ilikuwa siku ya watoto wa Afrika ndo tulizindua rasmi. Mpaka sasa hivi 2025 tuna watoto takriban 70 walotoka mtaani na kuingia kwenye vituo vya kulelewa. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa sana kwetu na tunaamini tunavozidi kufanya na kuwashawishi na kufanya vitu kama hivi, hafla kama hizi, watajiunga wengine wengi zaidi. Changamoto kubwa inafanya wimbi la watoto liongezeke mtaani, inaanzia majumbani, inaanzia kwenye ngazi ya familia. Ni wito wetu sisi kama wazazi tujitathmini huko majumbani kwetu, kwa sababu kuna watoto ukiwauliza wanakuambia wameondoka nyumbani kwa sababu ya ugomvi wa baba na mama. Yani ile trauma ya kumuona mama anapigwa na baba kila siku inamuumiza kiasi kwamba ameamua kuingia mtaani. Kuna mwingine anakuambia nikirudi nyumbani naweza nikamchoma kisu babangu. Kuna mtoto aliwahi kutuambia hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu anamtesa mama. Kwa hiyo kuepusha hilo, bora mimi nikae zangu mtaani. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanayochangiwa na sisi kama wazazi kwenye ngazi ya familia. Tunatakiwa tuangalie malezi ya watoto, kwa sababu wimbi kubwa linatoka majumbani. Wanatoka majumbani ni watoto ambao wengine wana baba na mama, sio yatima, wana baba na mama, lakini wengine wanakimbia unyanyasaji wa kijinsia, wengine wanalawitiwa na wajomba, makaka, wanabakwa, yani mambo mengi sana. Kwa hiyo kama wazazi tunatakiwa tukae chini, tujitathmini, tuone kwamba tuna nafasi kubwa sana sisi kama wazazi kuwafanya watoto wasikimbilie mitaani. Tupo hapa kwa ajili ya iftari ya watoto yatima na wenye maisha hatarishi na baadhi ya watoto wa kitaa. Ni jambo la kufurahisha ambalo linapendeza, kumpendeza Mungu, lakini linatia matumaini. Na kwangu mimi kulisha chakula, kuwapa wanyonge na kuhakikisha wale wasio na furaha kuwa na furaha ni katika jambo ambalo linalofanya dunia iendelee kuwa baraka na dunia iwe ni mahala halisi pa kuishi, kwa sababu Mungu alituumba akataka tuishi kwa furaha na amani. Kwa hiyo wanadamu wakipewa vitu wakafurahia, ndio malengo ya Mungu kuwaleta hapa duniani,
wamwabudu, lakini akaona katika mazingira mazuri na ya furaha. Kwa hiyo ni jambo linafurahisha na linaleta baraka. Lakini pia kulisha chakula na kukaa pamoja kunaongeza upendo, kunaongeza baraka, lakini ni kinga. Kuna matatizo yanakingwa kwa watu, kwa nchi, kwa maeneo na kwa miji, kwa sababu tu wale watu ni wakarimu. Mwenyezi Mungu anakuwa anawafurahia na Mwenyezi Mungu anakinga. Kwa hiyo ni jambo la baraka, ni zuri. Na kwa vile tuko na watoto, tunahusia sasa wale waliopo katika vituo, walezi wahakikishe watoto hawa wanalelewa, wanasomeshwa na wanazifikia ndoto zao. Wawapiganie sana watoto kwenye adabu, kwa sababu maadili yanamongonyoka kiasi ambacho tunapata mashaka tutapata jamii gani nzuri huko mbele. Lakini wawapiganie, wasome ili watoto waweze kusimamia ndoto zao na hatimaye na wao waweze kufikia katika matarajio ya maisha yao. Jukumu la malezi la watoto hawa ambao wamekosa walezi wale rasmi wazazi wao, ili ni jukumu la kila mmoja katika nchi. Yani lazima majirani washiriki, wazazi washiriki, watu wa karibu washiriki, serikali ishiriki, viongozi wa dini tushiriki. Hawa tusipowashughulikia pamoja, tukawaweka mahala wakapata dini yao, wakapata maadili, wakapata elimu, wakaweza kujua maisha yao, wakibaki mtaani, hawa ndio watakaotokea wale panya rodi, hawa ndio watakaotokea wale watoto pori, hawa ndio ambao wanaweza wakafanya sasa tusilale, tusiwe na amani na tukajikuta wote baadaye tunajuta kwa hali hii. Kwa hiyo kutengeneza jamii hii ni kulinda kusiwe na bomu la mfumuko wa uhalifu, bomu la mfumuko wa mambo ya machafu. Kwa hiyo ni jamii yote inawajibika na sote tushirikiane kutekeleza jambo hili. Usipomlea mtoto wa mwenzio akaharibika, atakuja kumharibu mtoto wako. Usijali, watoto wetu wa watu wema walioharibika wameharibiwa na watoto wabaya ambao walikosa malezi. Kwa hiyo ukikubali mtoto wa mwenzio apotoke, basi inawezekana na mtoto wako akapotoka, kwa sababu sisi kwenye dini tunaambiwa ubaya una nguvu kulokea kwenye wema kuliko wema unavyoweza kuambukiza ubaya. Kwa hiyo funga maana yake ni watu wanakuwa karibu na Mungu. Tutumie fursa hii ya ukaribu na Mungu, watu imani zote. Tuombee nchi yetu amani. Tumuombee rais wetu awe na utulivu, busara, hekima na endelee kwa imara kuiongoza nchi hii na wote waniyemsaidia. Kwa hiyo saumu hii ni fursa pekee ya kumlilia Mungu, kwa sababu wakati wa kufunga Mungu anakuwa anakubali sana maombi ya waliofunga, kwa sababu hichi kinywa mchana kutwa hakijala, mchana kutwa hakijatukana, vinywa vyetu havijafanya mambo machafu. Tukimwambia Mwenyezi Mungu, linda nchi, msaidie rais, tusaidie, tupe amani, tupe riziki, tuondoshe mabalaa, Mungu atajibu. Tutumie umoja huu wa hizi saumu kumlilia Mungu kupata sababa. Kwa majina naitwa Zahara. Naishukuru kwa siku ya leo, imetukaribisha na imetufurahisha sana. Naishukuru taasisi ya leo, imetufurahisha sana kwa kukaribisha hapa. Sikuwahi kufika lakini ndo nimefika. Naishukuru sana, imetufurahisha na imetuburudisha zaidi. Wito wangu ni kwamba tupendane tu, tuzidiane, tusisauliane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina naitwa Faisal Hashim, natokea kituo cha Idi Fatma. Asanteni kwa kutualika hapa, kutupa iftari ya leo. Tunashukuru sana taasisi ya leo, tunaipenda sana na tunashukuru sana. Asanteni. Na tunahitaji taasisi nyingine kama hii zijitokeze, zije kama kutufuturisha au kuja kutufurahisha kama hii leo tulivyofanya. Asanteni sana.